Zenj TV, tujivunie nyumbani. Mahakama Kuu Masjala ndogo ya jiji la Dar es Salaam leo hii imekubali pingamizi lililowasilishwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Chadema Tundu Antipas Lissu na kukataa kupokea kielelezo cha flash kadi ya kumbukumbu kama ushahidi mahakamani. Uamuzi huo umetolewa leo hii siku ya Jumatano Oktoba 22 ya mwaka 2025 na Jaji Dustano Ndunguru ambaye anaongoza jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo. Katika hoja zake, Tundu Lissu aliwasilisha sababu za kupinga upokelewaji wa vielelezo hivyo mahakamani na akielezea kuwa shahidi watatu wa upande wa mashtaka, Inspekta Polisi Samuel Kaya mwenye umri wa miaka 39 hana ujuzi maalum katika uchambuzi wa video bali ni mtaalamu wa picha tu, yani still photography. Na kwa hivyo mahakama imekubaliana na hoja zilizotolewa na Tundu Lissu na kutoa uamuzi kwamba shahidi huyo hana sifa zinazostahili za kitaalamu za kuwasilisha vielelezo za video mbele ya mahakama. Na huu ni mwendelezo wa kesi ya uhaini ambayo inamkabili Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na endelea kusalia nasi Zenj TV kwa ajili ya kuendelea kufahamu mengi zaidi yale ambayo yanaendelea kujiri na kuchukua nafasi katika kesi hii. Lakini usiache pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi zaidi za kimichezo na burudani pamoja na matukio mbalimbali kwa kila siku na kila wakati. Mahakama Kuu imeahirisha tena shauri hili kwa ajili ya kwenda kuandika uamuzi mdogo. Sasa nataka nianze na tulipoishia Ijumaa. Ijumaa wakati tunaagana hapa mara ya mwisho, tuliagana tukiambiana kwamba mahakama ilikuwa inakwenda kuandika uamuzi kufuatia mapingamizi aliyokuwa ameweka Mheshimiwa Lissu. Na siku ile kama mnakumbuka, nilisema sababu 4 za mapingamizi, na Mheshimiwa Lissu alikuwa anapinga kupokelewa kwa vielelezo viwili, memory card na flash disk, ambazo ndani yake kulikuwa kuna video ya ile hotuba aliyoitoa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 Mikocheni, makao makuu ya chama. Sasa kwenye mapingamizi hayo, leo tulipofika asubuhi, mahakama ilikuwa imeshaandaa uamuzi wake na ulikuwa tayari. Na Mungu ni mwema kwa wapenda demokrasia kwamba Mahakama Kuu imekubaliana na mapingamizi ya Mheshimiwa Lissu na imekataa kupokea vielelezo hivyo viwili, ambayo ni flash disk pamoja na memory card ambazo ndani yake zilikuwa na ile video. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Lissu Mikocheni tarehe 3 mwezi wa 4 haitakuwa sehemu ya ushahidi kwenye hili kesi. Mengine yanaweza yakaenda, lakini sio hotuba ile, kwa sababu mapingamizi aliyoyaweka Mheshimiwa Lissu, mahakama imekubaliana naye kwamba shahidi aliyekuwa anataka kutoa vielelezo vile hakuwa na uwezo kisheria, hakuwa competent, hakuwa mtu sahihi wa kuomba kutoa vielelezo vile. Kwa hiyo mahakama imekubaliana naye. Kwa hiyo habari za flash disk na memory card zenye ile hotuba ya Mheshimiwa Lissu imekufa rasmi. Sasa baada ya mahakama kutoa uamuzi huo mdogo, shauri lilikuwa linaendelea. Mahakama ilielekeza shauri hilo liendelee na shahidi aliendelea kutoa ushahidi wake. Lakini katikati ya ushahidi huo, shahidi huyo akaomba kutoa ripoti ya uchunguzi aliyokuwa amefanya. Kwa mara nyingine tena, Mheshimiwa Lissu akaweka pingamizi. Anapinga ripoti hiyo ya uchunguzi kupokelewa hapa mahakamani kama kielelezo na sababu za Zenj TV, tujivunie nyumbani.